Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwananchi, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, kwa kile ambacho kipo mbele yao kwa sasa. Unafahamu ya kwamba Young Africans mchezo wa kwanza waliweza kufungwa bao 1-0 dhidi ya Azam pale Azam Complex Chamazi. Sasa huu ni mchezo wa marejeano ama mchezo wa marudiano kati ya Young Africans dhidi ya Azam FC, mchezo ambao Young Africans kwao ni muhimu kweli kweli. Sasa ukisikia finali, kabla ya finali ndio hii hapa ambayo Young Africans wanahitaji alama 3 muhimu mbele ya Azam FC ili kuweza kujinasua katika ule mtego wa kutoa ubingwa wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Kumbuka ya kwamba Young Africans wana kikosi kipana na wametangaza leo hii kutoka kocha wao Fadlu Davis wachezaji ambao watakaoanza katika mchezo huo mkubwa ambao unakwenda kutoa hatma ya pengine Young Africans kwenye safari yao ya ubingwa msimu huu. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, asipokuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Hii hapa ni Wina Media, karibu tuzungumze hili ambalo linaloendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Ibana, Young Africans wanahitaji alama 3 mbele ya Azam FC na kikosi kama ifuatavyo, ambapo golini anasimama Djigui Diarra, screen protector, michezo miwili mfululizo akiweza kuondoka na clean sheet mbele, akiweza kujiweka kifua mbele kwa sasa, huku akiweza kuhakikisha kwamba katika mchezo dhidi ya Azam ambao wanakwenda kumenyana nao, wanahakikisha kwamba lango lake aliguswi ili kuweza kuwaweka mashakani wananchi katika sakata lao la ubingwa. Kwa hiyo Djigui Diarra kazi yake kubwa ni kulinda lango na kuhakikisha kwamba anaanzisha mashambulizi kama ilivyo kawaida yake na kutuliza pressure ya timu pale timu ambapo inapokuwa ikiweza kushambuliwa, kutuliza munkali ya wachezaji. Utakwenda kushuhudia ubora mkubwa ambao utapatikana golini pale kwa Djigui Diarra siku ambayo utakwenda kushuhudia game hiyo itakapopigwa. Lakini katika upande hapa unazungumziwa beki namba 2 anasimama Israel Patrick Mwenda. Unafahamu moja kati ya fullback wa kulia muhimu kabisa kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Uwezi kusahau jina la Israel Patrick Mwenda katika usajili bora kabisa. Huenda katika dirisha dogo la usajili Young Africans wameufanya ni pamoja na uwezekano wa kumpata Israel Mwenda, ulikuwa ni moja kati ya usajili bora kabisa. Kwa hiyo anaanza katika mchezo huu na kazi yake kubwa ni kupandisha mashambulizi kama ambavyo wanavyofanya, lakini pia kuhakikisha kwamba anarudi katika nafasi yake, lakini bila kusahau anapopata nafasi ya kuweza kupiga zile free kick zake, basi utakwenda kushuhudia ubora mkubwa ambao watakuwa nao Israel Patrick Mwenda katika upande wa kulia kama beki namba 2. Lakini katika upande wa kushoto anasimama mtu mzima, si mwingine bali ni Issa Shadrack Boka. Unafahamu ubora wake, mikimbio, uhatari wake, kasi, maarifa ambayo anakuwa nayo. Hapa nazungumzia Boka katika kutengeneza mashambulizi, ni moja kati ya silaha kubwa sana. Ikumbuke kwamba Young Africans wanapoanzisha mashambulizi yao mara nyingi zaidi hutumia upande wa kushoto kutengenezea mashambulizi yao mengi. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia ubora mkubwa ambao utakao kuwepo katika upande huo wa kushoto ambao Issa Shadrack Boka anasimama hapo. Lakini katika upande wa beki namba 4 anasimama si mwingine bali ni mtu mzima, Sergeant mwenyewe. Unazungumzia
Ibrahim Hamadi Baka, unafahamu bora wake kitasa kweli kweli. Mchezo uliopita aliweza kuonyeshwa kadi nyekundu, lakini kadi ile baadaye ilikuja ikafutwa kutokana na kuonekana haikuwa na makosa ya kustahili kupewa kadi nyekundu. Kwa hiyo mchezo huu atacheza kwa umakini mkubwa zaidi, huku akiweza kuonyesha ubora wake mkubwa kabisa katika eneo hilo la beki namba 4. Kwa hiyo kazi kubwa Ibrahim Baka atakwenda kuifanya na kila mmoja atakwenda kushuhudia katika mchezo wa dabi ya Dar es Salaam tarehe 10 ambayo watakuwa uwanjani. Lakini katika upande wa namba 5, beki namba 5 atakuwepo Dickson Job, unafahamu shughuli yake, kapteni msaidizi wa kikosi ya Young Africans. Amekuwa na muendelezo mzuri kweli kweli, ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo huwa anaifanya katika eneo lake la beki namba 5. Kutuliza mashambulizi, kuanzisha mashambulizi kwa utulivu kabisa ni kazi kubwa ambayo Job anaiweza. Kwa hiyo wajipange Azam FC. Lakini kwa upande wa viungo sasa, namba 6 atasimama Duke Abuya, na unafahamu shughuli yake, moja kati ya viungo bora kweli kweli kwenye kikosi cha Young Africans, uwezo mkubwa ambao yuko nao katika eneo la namba 6. Anafanya kazi kubwa, ana uwezo wa kucheza maeneo tofauti tofauti. Anacheza namba 6 kutokana na Alidi Aucho kupata majeraha katika mchezo dhidi ya Coastal Union, mchezo huu ambao unamfanya akosekane kwa muda kidogo katika michezo yake ya ligi kuu ya soka Tanzania bara. Takriban wiki 3 atakuwa nje ya uwanja kutokana na kusumbuliwa na nyama za paja. Hivyo basi Alidi Aucho hatakuwa tena sehemu ya kikosi cha Young Africans katika mchezo huu. Kwa hiyo Alidi Aucho anapumzika, anaingia, nafasi yake inachukuliwa na Duke Abuya. Lakini katika upande wa namba 7 anasimama Maxim Pia Nzengeli, unafahamu shughuli yake, moja kati ya kazi kubwa ambayo huwa anaifanya, kupandisha mashambulizi, kusaidia timu kukaba, kufungua ngome za wapinzani huku na kule, kuachachafia, kuweza kupitisha mali. Kazi kubwa ambayo huwa anaifanya Maxim Nzengeli utakwenda kuishuhudia, si kwa maneno tena yangu, itakuwa tena kwa vitendo vyake ambavyo huwa anavifanya akiwa uwanjani. Nidhamu kubwa sana ambayo huwa anakuwa nayo Maxim Pia Nzengeli. Lakini katika upande unazungumzia wa namba 8 anasimama Mudathiri Yahya, unafahamu shughuli yake, kazi kubwa huwa ambao anaipiga kweli kweli katika eneo la namba 8. Utakwenda kushuhudia ubora mkubwa ambao atakuwa nao Mudathiri Yahya. Pengine anaweza kuwapigia simu Azam, tutakwenda kujua, kwa sababu Mudathiri Yahya huwa anapopata nafasi huwa anaweza kufunga, sio namba 8 ambaye amekaa kugawa upendo peke yake. Akiona upendo anaugawa na aufanyiwi kazi, huwa anapenda kuutumia yeye mwenyewe. Utakwenda kushuhudia hilo katika mchezo huo. Lakini katika upande wa namba 9 anasimama muuaji ambaye anatabasamu, si mwingine bali ni Prince Mpumelelo Dube. Unafahamu kazi kubwa ambayo huwa anakuwa nayo Prince Dube katika eneo la namba 9, ubora wake, umaridadi wake ambao iko nao, na pia unafahamu kwamba hii pengine inaweza kawa ni mechi ya kuonyesha ufundi mkubwa, kuonyesha matajiri wake wa zamani kwamba walikosea kumwachia kirahisi vile ambavyo wao walivyoweza fikiria labda pengine wamempoteza tu aende maisha yake mengine huko akatafute, lakini pengine anaweza akawakumbusha tena kwamba yeye ni nani, yeye ni mwana mfalme. Unaona bana. Katika eneo la namba 10 anasimama Stefano Aziz Ki, unafahamu kazi kubwa ambao anaifanya kwa sasa, japokuwa umakini unahitajika kuweza kuona namna gani ambavyo wataweza kuivusha Young Africans katika hili la kupata alama 3 muhimu kabisa. Kwa hiyo kazi kubwa utakwenda kushuhudia hiyo ambayo atakutana nayo. Hapa nazungumzia Stefano Aziz Ki. Maana amekuwa ni mengi, kiwango kinashuka huku na kule, tutakwenda kujua kinashuka kweli katika mchezo huo wa Azam. Huku namba 11 anasimama Profesa Waboli, si mwingine bali ni Pacome Zouzoua, kazi kubwa ambayo huwa anaifanya katika eneo hilo la namba 11. Kazi kubwa ya kikosi hiki kimeandaliwa na kocha mkuu Mirudi Amdi, akiweza kukitoa leo hii chini ya Young Africans katika mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, ikiwa imesalia michezo takriban 4 kwa upande wa Young Africans. Wakicheza mchezo huu dhidi ya Azam, wanabakisha michezo 4 ambayo watakwenda kupambana nayo. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana